wewe mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Karibu mpenzi mtazamaji wa Zumaridi News TV katika kipindi cha The Sunday, kipindi ambacho huangazia ibada mbalimbali za Jumapili zifanyikazo katika kanisa la Redemption International Ministry lopo Isenya Magana, Mwanza, Tanzania. Ni kuelekea katika kipindi hiki, naitwa Yohana Gervas na mimi nakusito pamoja mpaka mwisho wa kipindi hiki. Mtazamaji wa Zumaridi News TV, katika kipindi chetu cha leo tutaenda kuiangazia ibada ya Jumapili ya tarehe 10 mwezi wa 7 mwaka 2016 iliyofanyika katika kanisa la Redemption International Ministry lililopo Isenya Magana, Mwanza, Tanzania. Ni kutakia utazamaji mwema katika roho, ili kusudi upate kupokea kile kitu ambacho Roho wa Mungu amekusudia ukipate. Ulitabiriwa katika kisiwa cha Patmo, ulitabiriwa hata na Kristo, alikutabiri hata Isaya, ulitabiriwa na Yohana, ulitabiriwa mama yangu. Karibu ukupata roho, karibu sana. Basi naomba ufumbe macho. Baba, katika jina lako takatifu, mfalme wa wafalme, Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Mungu wa maagano makuu, tazama Baba, tuko mbele zako muda huu na saa hii, mfalme mama. Kwanza kabisa toa shukrani Mungu za dhati mbele zako kwa kunilinda, umenitoa Dar es Salaam salama, nimefika katika mji wa Mwanza salama, kwa kunipeleka salama na kufika Dar es Salaam salama. Baba, nakushukuru kwa sababu si kwa akili yangu, maana nilipanda chombo kisichokuwa na uhai, lakini kwa neema yako Baba na neema zako tele umenifikisha salama, na pia nimerudi salama katika hekalo lako takatifu. Asante Mungu, natoa shukrani kwa yale uliyofanya Dar es Salaam. Asante kwa wale watu ambao wamejikusanya, mfalme. Pewa sifa na utukuzo Mungu, maana si kwa akili yangu wala si kwa fahamu zangu. Asante pia kwa uponyaji wa Dar es Salaam. Na kushukuru Mungu wa maagano makuu, Mungu muumba mbingu na nchi. Pokea sifa na shukrani kwa sababu yote haya Baba ni kwa mkono wako, si kwa mkono wa mwanadamu au yote chini ya jua, bali ni kwa mkono wako Mungu ndani ya mfalme. Asante Baba, asante Roho Mtakatifu. Asante pia kwa sherehe ambayo imeisha jana na mwezi 7:30. Na kushukuru Baba kwa kuiendesha sherehe hiyo. Sherehe Baba, mkono wako umepanda kuelekea katika sherehe hiyo. Asante Mungu wa majeshi, na kushukuru hata kwa shangwe ile hata siku ya Ijumaa kanisani. Na kushukuru Baba, maana wewe Mungu uliamsha shangwe kwa watu wako, hukutaka wabaki na huzuni. Mungu ulishusha shangwe kubwa ambayo haijawahi kutokea. Nami mbele ya madhabahu natoa shukrani Baba, kwa sababu si kwa akili ya wanadamu kuwa na amani kiasi kikubwa kile, si kwa ufahamu wa mtu, bali Baba neema hiyo iko kwa Israeli pekee. Tunakushukuru Baba kwa kutunganisha na watakatifu wa mbinguni siku ya Ijumaa, wakaja vizuri, wakawa utukufu mkubwa, wakawa na amani kubwa, si kwa akili zao, bali wewe Mungu Baba wa amani unapatia amani. Baba, nakushukuru hata kwa wale wote ambao Mungu aliwaachia kazi, naamini kabisa Baba hawajaenda kinyume na wewe. Asante pia kwa kuwatumia, asante pia kwa kuwainua, asante pia kutumia vinywa vyao, asante pia kwa kutumia fahamu zao na kuwakilisha sauti kufikisha kwa watumishi wako kanisa zima. Asante Baba, nakushukuru. Asante pia kwa kanisa kwa kuja airport kumpokea mfalme. Asante pia na kukumbuka matendo watendea na kuandika kwenye karatasi. Asante Baba, asante Roho Mtakatifu. Asante Mungu wa maagano makuu. Yote haya kwa mkono wako mfalme, si kwa mkono wa mtu, si kwa ujanja wa wanadamu, si kwa ujanja wa mtoto au akili ya wanadamu, bali Mungu ni wewe tu pekee. Tunakutumainia, maana bila wewe Mungu sisi hatuwezi kitu, maana ni wanadamu tu chini ya jua. Na siku ya leo kile ambacho Mungu utaenda kusema, nahitaji kibali kwa kila mmoja aliyeko mahali hapa. Kile utakachoenda kueleza na kusema, nenda utakaoenda kufundisha Mungu ndani ya mfalme Israeli. Bwana, nakusihi, fundisha wewe, kenda ndani yangu, weka makao katika kinywa changu, na ruhusu Roho wako akapenda ndani yangu, kisha afundishe yeye. Nisifundishe kwa ufahamu wangu wala kwa akili yangu. Nahitaji kila mmoja atoke ameelewa, kila mmoja atoke na amani, kila mmoja atoke na furaha, asiwepo mmoja kutoka na simanzi, maana kwako mbinguni ni amani, na hii hapa pia ni mbingu chini ya jua. Lazima watu wana amani, watoke na amani, watoke na furaha. Kamguse mama yule,
kuyafungua, nikapate kutoa giza katika tafahamu zao. Kila aliyeingia siku ya leo asitoke kama jinsi alivyoingia, bali atoke amebadilishwa, atoke amekuwa mpya, atoke akiwa na utukufu mpya, atoke akiwa na amani mpya, atoke akiwa na majibu mapya, atoke akiguswa akiwa na majibu mapya. Kawaguse Mungu wa Zumaridi, kawatembelee Mungu siku ya leo. Sema nao Mungu wa majeshi, sema nao Baba siku ya leo. Kawaguse Mungu wa Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mfalme kupitia mtumishi wako wa Zumaridi. Kawaguse wanao, waguse mabibi na mabwana, waguse watoto, waguse hata mimba. Gusa Baba, gusa shida zao, gusa mateso, gusa magonjwa, gusa wakapata kuwa free, wapate kuwa huru. Maana wewe ndiye mkombozi pekee chini ya jua. Umekuja kwa ajili ya kuokoa na kuponya na kubariki. Baba, nakuomba ukaokoe kama kusudi lako, na ukaponye na ukabariki kama kusudi lako lilivyo. Asante Baba, nakushukuru. Kaniongoze, kanitangulie. Pia nakushukuru kwa wazee wa kanisa wote ambao wamekuwa sambamba nami hata kama nikiwa si mahali hapa. Wamekuwa sambamba nami, wamesimamia kazi, wamekuwa mazingira kanisani bila kutoka. Baba, nakushukuru. Watie nguvu, wainue, wapandishe, watetee, na wazidi kuwatumia, wazidi kuwa na kiu zaidi ya hiyo tunayo. Ni katika jina lako Mfalme Zumaridi. Wote sema amen. Amen. Naomba tukae. Atukuze Mfalme Zumaridi, mamlaka ya Bwana Mfalme. Ndogo hivi sana. Amen. Mwambie jirani yako una amani. Mwambie una amani. Mwambie tena una amani. Mwambie kama una amani basi umechelewa. Mwambie kama una amani basi umechelewa. Mwambie pokea amani hiyo. Mwambie pokea amani ya Mfalme Zumaridi. Pokea kicheko cha Mfalme Zumaridi. Pokea furaha ya Mfalme Zumaridi. Mwambie Baba na amani, wewe je? Mwambie Baba na amani, wewe je? Mwambie pokea amani, pokea amani, pokea amani, pokea amani. Basi nina kila sababu ya kumshukuru Mungu ndani ya Mfalme Zumaridi. Kwa majina yangu yote, wewe uliye mgeni uliyemzuia siku ya leo, ninaitwa Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Naomba usijihoji kwa sababu ya kusema Mungu chini ya jua. Tangu mwanzo Mungu alikaa chini ya jua ndani ya wanadamu. Ukiona nasema Mungu chini ya jua, usiseme huyu dada mbona anajinua. Sijinui, ndivyo ilivyo. Ukijua kama ni Mungu chini ya jua, soma peperushi leo pepe hivyo. Tunajua kama huyu ni Mungu chini ya jua. Na wengine hawajaandika. Wakiandika kwenye kanisa zima inafurika vipeperushi, kila mtu ametendewa. Kila mmoja amemwona Mungu kwa wakati wake. Amen. Kila mmoja amemwona Mungu kwa wakati wake. Amen. Kwa hiyo ukisikia nasema Mungu chini ya jua, uliye mama, baba, kijana, mtoto, mzee, naomba usiwaze, uwe free. Kweli ni Mungu chini ya jua, kwa sababu ya matukio na matendo makuu ambayo Mungu Baba anayatenda ndani ya Mungu Mwana. Say amen. Mfalme Zumaridi, mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Mtumishi wa Mungu aliyejikana maisha kwa habari ya roho ya mwanadamu, si kwa habari ya pesa. Nimejikana kwa habari ya roho yako, nifikishe sehemu salama salimini katika ufalme wa Mungu. Sijajikana. Wapo wanajikana kwa ajili ya maslahi, wapo wanajikana kwa ajili ya pesa. Nimeenda kwenye harusi Dar es Salaam hapa,
Waimbaji wa kwaya wanalipwa ndio waimbie harusi. Si mapesa ili waimbe kwenye harusi walipwe kwanza. Wanakatwa zao kisha wanaimbia ile harusi. Wapi na wapi? Mungu gani? Mungu gani huyo? Mungu gani huyo? Unamwimba mtumishi wao unayeimba? Ni mtumishi wa Mungu au ni mtumishi wa biashara? Ni mtumishi wa Mungu au mtumishi wa biashara? Ukijitoa kumtumikia Mungu kwa njia yoyote, upasi kutanguliza pesa. Upasi kutanguliza pesa. Unatakiwa utangulize roho ya mwanadamu iwe mbele. Uso wako, roho ya mwanadamu itazame hivi na uihurumie ili ipone siku moja isherekee katika ufalme. Sema amina. Ukitanguliza pesa, hata kama umekaa hapo unanisikiliza, utumishi wako na uharibu. Pesa katika ufalme wa Mungu hakuna pesa. Lakini pia pesa, dhahabu ni mali ya Mungu. Na Mungu anakubariki kwa wakati wake, usilazimishe kama hujabarikiwa. Sema amen. Kama baraka bado haijakujilia, na maana bado Mungu anaukomaza. Akiachilia kwako unaweza kulewa pesa. Sababu pesa inaweza kumlewa mtu, ikamleva mtu na kumsahau Mungu. Say amen. Niseme kwamba wageni karibuni sana, jisikie uko nyumbani. Huyu ndiye mfalme na msikia mitaani. Kama unamsema mabaya, it's okay. Mimi napokea kila kitu. Kama unamsema mazuri, basi I love you, nakupenda pia. Maana kule mitaani kuna matukano mengi sana ambayo yanatukana ufalme. Na mtu ukiita ufalme, kubali kuvaa magunia, kubali kuchafuliwa ili Mungu akuoshe kwa sabuni ya hisopo. Sema amina. Wapo wengine ndio tukamwangalie, ndio huyo hapa. Miaka 34, mwezi wa 10 anafikisha miaka 34. Huyu hapa anaongea. Mfalme Ismaili ambaye ana ujasiri. Haogopi. Choka chini. Ukiona watoto wana amani, kuna siri walioipata hapa. Tuseme mbona yeye anakohoa? Mimi nakohoa kwa ajili ya vumbi hapa. Kuna mtu alichoma mkaa hapa, ile vumbi na mwili na mwili. Kwa ile ule moshi ukaniingia wakati naombea watu kuanzia asubuhi mpaka jioni. Naombea huko moshi unaingia ndani ya kifua. Ni hivyo tu. Sio kama mimi mgonjwa. Mimi niko free kabisa. Sina tatizo lolote katika mwili wangu. Kwanza nisisahau, Dar es Salaam wanawasalimia. Lazima ukifika punga mkono mnai. Niwaambia kitu watumishi wa Mungu. Hakika mneema. Lakini hajakuambia. Atakuja waambie makaisa alichokikuta huko. Kwamba mneema. Usimeenda na gombaniwa. Wanasema kwamba watu ambao wamekuja Dar es Salaam hatujawahi kuona. Tangu tumekuwa tumeangalia matelevisheni, tumeenda Nigeria. Nilikutana mpaka na watu wa Malawi. Watu wa Malawi hawajui Kiswahili. Mtajiwa tu kwa mfano Ismaili ndio mfano. Wanatetemeka mpaka utumbo. Wanasema kweli dada una Mungu. Kwanza jinsi ulivyo, una amani na kila mtu. Una furaha na kila mtu. Unakaa na sisi, hatukiangalia kitu kichukua ndani yako, wewe usiruka na sisi. Lakini angalia unakaa na sisi, unapiga na sisi story na unagonga. Lakini tukiangalia mambo leo na yako ni makubwa. Atukuze mfalme Ismaili. Dar es Salaam. Nikiambia huko. Siwezi kama.
siwezi kaacha hata siku moja. Hapa ndipo alipozaliwa mtoto, sio mtoto. Sema amina leo. Hapa nitatoka tu kwa ajili ya sababu wako na kwenda Kenya, hapa ndio Ikulu. Hapa ndio nini? Sasa hapa tumeshaanza matumishi mengi. Hata ika mwaka mtajiongoza wenyewe. Sikia neema ya Mungu ndani yenu. Kwani mtajisika? Mtayumba. Uyumba kati mshakupa mamlaka kuponya magonjwa kila mtu anakuja kunafungua. Unaogopa nini? Sema amina haleluya. Wanawasalimia. Nilikutana mama mmoja na uvimbe. Alikuja pale analia, mtumishi wa Mungu. Analia. Yaani analia. Anasomewa ramani huko anapiga mwano. Unajua mwano? Mwano kama amefiwa. Yale matukio ndio yanaelezwa yale ya chumbani yale ya tangu kwa therapy. Alipiga mwano na tatizo kagoma kabisa likotokea. Kulingana imani yake alikuja na maumivu makali sana. Nikamwona imani. Ndio mwani nimekuja. Nimetokea mbali sana. Ndio magari matatu mpaka kufika hapa. Nimekuja. Yale ilitoka saa 5:30 usiku. Kuanzia asubuhi saa 2. Tumemaliza huduma saa 6 usiku. Watu wameganda waendi. Sio mtakuja wewe atuti kesho hapa. Tufanye tu mtumishi wa Mungu. Daleta magari mengi tafika tu nyumbani. Hatuwezi hapana kabisa yale. Tuhudumie tu na Waislamu wale siku leo walikuja. Hatukuja kueleza mama Kaiza tulikuwa nani? Mama Kaiza akisema baba natamani baki huku nipige kazi. Natamani baki huku nipige kazi. Nendeni Mwanza. Nendeni Mwanza. Watu wana mateso, magonjwa nini? Yule mama alipomaliza kusema leo nikamwambia njoo. Mimi ndio mfalme. Hawa wala kutumia mali mwazaa mimi. Njoo hapa. Una imani? Ndio. Nikaweka tu mkono mtumishi wa Mungu hivi. Kwa jina la mfalme Zumaridi. Mamlaka atawasimia Makaiza. Si wanakuja. Nilipokatika ule mkono, nilipotoa nikatoka na maumivu yote. Amen. Yote akaanza kurukaruka. Hana hata kama anafanya jamani nini natamani wale hapo. Jana ameenda kupima sasa ngoma. Jana kakuta hakuna uvimbe. Hakuna uvimbe. Ulikuwa mzunguka uzazi ama kuzaa. Kila kilipe mimba miezi 7 mimba zinatoka. Miezi 7 mimba zinatoka. Kwa mwekali kizazi na kuzimu. Wamepatikia wajane. Kizazi cha kuzimu. Watoto 7 wakapiga picha. Wote kwenye simu. Watoto wake wakapiga picha. Na hana hata huyu. Mkiambia mshike Mungu mnacheza. Watu kule duniani wana mateso. Hana hata mtoto mmoja. Na ana ndoa. Na mume wake ana pesa. Lakini mtoto hakuna kuja na pesa zao. Hamna mtoto. Kaenda kupima, anampigia simu. Kama nipigia simu leo asubuhi saa 12 pindi kwenye airport. Anambia, "Mfalme Zumaridi wewe." Kwa nini sasa namba yake sijaisema? Nani? Koreta kule Mbagala. Koreta vipi? Nimepima. Sina uvimbe. Unakuja hivi Dar es Salaam au unja mwenyewe Mwanza? Nikamwambia njoo. Ngoja nianze kuomba kitu kwa mwanaume. Nimuonyeshe kwanza hii afu niombe ruhusa nije mwenyewe. Ni mzuri. Yaani mfananishe. Na shetani anachukua hao wale wenye sura za hivi. Kwa shetani anamwachia Mungu. Sema shetani anamwachia nani? Mungu. Chukua na hao. Yeye anachukua la
mimi niende kwa ange kwa softisha. Ndio wanakuja kwa Mungu. Paka anyooshe sura. Nimechemka na kuhubiri maneno ya Mungu. Atukuze falme zime mamlaka Bwana Mungu chini ya jua. Nywele binti kanyolewa nywele zote hapa zipo. Zote hadi hapo ni duara. Yaani yeye ni kuvaa wigi tu. Kimwana amepiga wigi hivi kimwangalia hivi. Unaona ngoja kutolee wigi. Ngoja kutolee ile wigi uone upao yomo ndani. Takuangua na wachawi. Nywele zikashuka kuzimu. Hata ajabu hata nywele kwa alikuwa hajaziongelea lakini akaona. Wewe mama huna nywele hapo umevaa wigi, nywele zimeenda. Hapo ndio alipiga mwano akaanguka chini. Kavaa wigi nzuri kabisa limeshuka, haiwezi kujua kama hana nywele. Lakini likasokondwa mpaka likaonekana nywele hana. Mama hapo ulipo umevaa wigi lakini nywele huna. Upande mmoja wewe ni kipara kabisa ulikuangulia usiku mara. Umejiwaje umejifunua? Nimekufunua sasa kumekaa wili hapa. Nimekufunua bila kujua. Mimi sijakufunua. Alipiga mwana mpaka kashuka kakalala chini kilio. Wamejuaje kama nini hapo kweli si? Waingereza na wenyewe watu hawape marao. Hawajui Kiingereza uzuri tu Mungu azumedi ana roho. Tukienda tu roho wa Kiingereza shuka ingia huko. Alishuka roho Kiingereza akaingia. Kaanza kupiga Kiingereza. Piga Ailini huko anapiga Kiingereza. Huyu William anapiga Kiingereza. Roho wa kushuka kutoka juu. Kwa mtu ambaye hajui Kiingereza. Hudumia watu. Wakahudumia Kiingereza kabisa wanakujibishana hivi. Na mtu ambaye yeye ni la saba. La saba. Nachungulia hivi mpaka sura. Mimi mwenyewe ndio nacheza kitu kana mjangabeni. Kale nachungulia. Wanaongea vizuri kabisa meka na nini yoro aliyeshuka. Mungu mpumukie na lolote. Tukutumikie. Sema amina kanisa tumisho Mungu. Sema amina haleluya. Kwa hiyo watu wa Dar es Salaam wamefurahi, wanawasalimia na wanasema jamani, tunatamani tuwaone hata watu kama sisi tu siku hizi mbili tumefaidi hivi. Hao mnokana huko. Nikaambia wanafaidi kwa sababu wanaona kila siku wengine sasa wengine wanatapika tena. Wengine bado ameze baada swahangi. Ninakaa tuzo wa kwanza. Simameni mbele za Mungu. Atukuze Bwana. Simameni mbele za Mungu. Wewe ulioko hapa usicheze. Usifanyaje? Usicheze. Watu wanagombana kunipa nyumba. Mimi na nyumba yangu ya pote haina mpangaji. Naomba ufikie hapo. Tutoke huku twende kwenye nyumba yangu haina mpangaji. Nyumba kubwa. Anaipangisha milioni 8 kwa mwaka. Ni ndogo hiyo. Milioni 8 kwa mwaka. Kwa mwaka miezi 12. Nyumba kubwa. Hewa condition tu ndani. Unaingia sofa, kila kitu cha kisasa, yaani unaingia na begi tu. Unaingia na nini tu? Begi tu. Yote tunavyo. Yote. Tena vya kisasa. So hivi vya ikoko. So vya kuchoma. Toa nini? Ya kwenda kutumbua kwenye space madukani. Mama, na nyumba kubwa. Iko ya poti tena ndani hapo ya poti. Naomba tuhamie huko. Naomba kwa nyumba yangu kaizindue pata wapangaji. Nikamuuliza bei gani? Ndio ni ndogo bei. Napangisha kwa mwaka shilingi ngapi? Milioni 8. Nini na mama? Milioni 8 nyumba. Siporo kiwaje ujenge. Ni nzuri na nyumba yangu mtumishi wa Mungu. Nzuri mno. Haina wapangaji na siku nyingi. Nipangishe. Kama ina siporo kae mtumishi wa Mungu hapo unafanya kazi zako hapo. Bona sasa. Nikakumbuka Mwanza. Nikienda huko Mwanza nitaisahau, nirudi kwanza nyumbani. Kwa kweli watumishi wa Mungu nawapenda.
Ninawapenda zaidi ya kuwapenda. Amen. Nawapenda zaidi ya kuwapenda. Amen. Nawapenda zaidi ya kuwapenda. Amen. Shikeni imani ya Mungu azumani kweli. Shika wewe, shika. Ninyi watumishi mnaochezea karama kwa kweli Mungu atawarani kabisa. Toka uone watu wanapoteseka. Toka uone watu wanapoteseka, wanapolia machozi. Afu Mungu amewekea hudumu, leta ujanja. Utakufa na laana. Mimi naambia Mungu atawarani kabisa. Itumie karama uliyopewa na Mungu. Mungu ana makusudi. William Shakespeare alisema, baba, kumbe Mungu una haki baba tutukane. Una haki tukuombeze hivi. Yaani watu wanakuja msururu, hata tujahamia, mpaka tunapelea. Tunachua tutumikeje. Hafu watu mwingine anakabidhiwa huduma yenyewe. Una haki ya kulaliwa na Mungu. Maana Mungu amekabidhi kile kitu ili kusudi watu wengine wakombolewe. Wenye mateso mbalimbali, wenye shida wapate kuona uzima kupitia huduma aliyokupa Mungu wewe. Lakini ile huduma ambayo Mungu amekupatia unaifanyia kama tikitaka dada, hausimami vizuri ili itende mzigo Mungu apendana. Ufahamu wako umeleta kwenye dunia. Wakati dunia ndio inapita hii. Na mambo yako yote yanapita. Unashinda kutulia ili Mungu atende ndani yako, akomboe watu. Atukuze Efraim zaidi. Akomboe watu. Hata hapa nikisema kama sana watu waende Dar es Salaam, najua kabisa mjakomaa. Kweli baba. Sababu ukishaenda kule, shetani anachochea vita. Shetani anagundua Zumaridi ameingia Dar. Yanaanza makombora sasa. Mfalme yuko huko na waziri. Nashangaa tu. Mfalme. Mshapuka tikitaka moja. Mfalme. Mbona ngema? Mfalme. Nashangaa tu ndio waenda upande mfalme. Ndio mfalme. Ulienda kuponya watu na waende mfalme. Baada ya kuponywa wewe ndio umeenda kubebesha mizigo. Mashambulizi yanatokea pako. Alikuja kanisani mjamaa, umetoka wapi? Dar es Salaam. Ndio kaendelea pale. Upo. Yabeli kuta. Sisi tunashangaa kama inalainika, tunajua ni pako ni au ni mshahara. Kumbe ni korona ndio. Piga makofi kwa. Bigwa kwa sharo mionani. Anta kabisa. Watumishi. Alisema usifahamu. Unaona? Usifahamu nikipanda hiki. Ninakwambia watumishi wa Mungu usipai. Na kweli lazima uivi. Unapopewa kitu na Mungu sio nina kitu. Ukakiacha bila moto. Ukituma nenda urudi wewe. Ndio maana unapotaka kusafiri lazima niweke nini? Ulinzi. Najua vita tulionao unaijua. Weka mikono upande watoto, weka na wengine kwa mjaaja, weka kwa majumbani. Kuna kuguswa hata mmoja, afu na safiri najua. Ndio bagoni kwa. Sina basi. Kumbe tuipo hapa. Ngoma zimetokea.
Unajifanya unatumika wewe, subiri ukomeshe tu uje ile vizuri. Pole baba. Mnashika mafundisho, mnafuata baba yenu anavyosema. Hii kazi sio ya Mwanza tu. Hii kazi ni ya dunia nzima. Sote tunataka twende wapi? Duniani kote tukamwagike, tukazangae. Tutangaze mwaka wa Mungu uliokubalika. Watu wamjue Mungu kupitia sisi wenyewe. Lakini kama tukiwa tunalegea, tunafundishwa hivi tunaenda kinyume. Tunafundishwa hivi tunaenda kinyume. Nikwambia nenda pale Manzese kali yako. Kuna kuzimu pale. Kuna machawi pale. Alafu nakwambia nenda kaa hapo utulie. Utaona jicho moja limeenda hivi, jicho moja liko hivi. Wale wengine unaona hawapigwi, hawana nguvu ya Mungu. Wana nguvu za huko. Amina. Wana nguvu, hawana hata vita, hawana. Wana nguvu za kule. Hasa wewe wewe ni nguvu ya Mungu wote unafuatiliwa. Atukuze sana sana. Apenzi wa Mungu chini ya jua. Ainuwe Mungu chini ya jua. Bali kabisa maiti kwanza na ushuhuda hapo ndio nianze kutembea. Haleluya. Nawapenda kabisa kwa jina la Zumaridi. Naomba tumshangilie Zumaridi, hakika ni mshindi. Amina watumishi wa Mungu. Niko mbele zenu kwa ajili ya kutoa shuhuda. Shuhuda ambayo itakuwa ni ndefu kidogo. Maana ni muda mrefu sipo. Nadhani kuanzia mwezi wa 4. Inaanzia tatizo, mimi niliondoka hapa nilikuwa sipo, nilienda Muhimbili kufanywa checking. Hapo niligundulika kwamba na tatizo la ini. Yaani ini limepata mashambulizi. Basi watumishi wa Mungu, mwanzo kabisa naomba nianzie mwanzo wa tatizo. Mwanzo kabisa ni kwamba mama yangu aliumwa. Alipoumwa nikapata kama mshtuko. Basi pale kumbe adui akawa amekamata. Akawa amepitisha nini mashambulizi. Unajua ni kwamba sisi watoto wa Zumaridi mahali hapa. Wewe yani ukiitwa mtoto wa Zumaridi ujue kwamba yani uko kuzimu inakushughulikia wewe. Hasa wewe wakikuona kwamba wewe uko kimbele sana. Basi hapo ndio wanasimama sana kwamba tufanyeje ili tupate kumdondosha. Hivyo watumishi wa Mungu tukijua kabisa kwamba sisi watoto wa Zumaridi hapa tulipo tuna vita kubwa sana na tunafuatiliwa mno. Yaani usiposimama unaweza kujikuta amekutoa kwenye kweli akakupeleka kwenye umauti, kwenye makanisa ya umauti ya makaburi. Ainuwe mfalme Zumaridi. Ukweli ni kwamba Zumaridi ni mshindi. Amina. Ainuwe mfalme Zumaridi. Hakika amenipigania kiasi cha kwamba mimi najiita ni mshindi. Haleluya. Mama yangu alipoanza kuumwa, pale na mimi niliruzi nikaanza kuumwa. Nikapata mshtuko. Hadi mama yangu sasa, yani vita ilianzia hapo. Kwamba sasa mama yake kwanza ikawa kwamba mama yangu asifanye nini? Asiombewe na mimi. Shetani ameshapitisha mafundisho ya kwamba ukiombewa kwa Zumaridi unaunganishwa na kuzimu. Unajua shetani, unaona alivyo ana ujanja shetani. Shetani ana ujanja mkubwa. Ya kwamba sasa hivi yani anafundisha hata familia zetu. Anazifundisha hivi, ukijiungamanisha kule umejiungamanisha na kuzimu. Maana shetani anajua kabisa kwamba hili kanisa kuzimu halipo. Ainuwe mfalme Zumaridi. Ili aendelee kuwakamatia kule kuliko na nini na kuzimu. Awakamatia kwenye makanisa ambayo bado yanaonekana kule. Ambayo ndio yanaonekana kule. Kanisa letu unajua halipo kule. Sasa basi anaanza kuwafundisha na kueleza kabisa, wewe ukienda pale utajiungamanisha na kuzimu. Ili kanisa ni la kuzimu. Yaani ili aendelee kuwabana huko. Aendelee kuwatumia huko. Aendelee mfalme Zumaridi. Sasa basi ukweli ni kwamba baada ya hapo mimi ikawa kwamba mimi Mungu Zumaridi ana maarifa makubwa sana. Akawa yule mchungaji aliyetaka kumleta amuombee mama.
akawa amemuondoa siku hiyo. Mama yangu siku anakata roho. Ameondoka huyo mchungaji akampeleka Geita huko. Mimi muda umefika, Mungu akaninyanyua, Zumaridi akaninyanyua. Nikaenda kumwombea mama yangu. Na ndio siku hiyo Mungu alimchukua. Basi shetani alizidi kukasirika. Kwenye kilio niliendelea kumuinua mfalme Zumaridi. Na kulikuwa na ubishi mkubwa. Basi ikatokea kwamba kwanza ile siku ambayo wamekuja watumishi wa Mungu kusaidia pale nyumbani, vita ilikuwa ni kali. Kiasi cha kwamba hata tulitoka kwenye maombi kwamba tukaombe, ghafla shetani akajinua ndani ya mtoto wangu. Akatuzimisha kabisa, hatutaki tusikie jina la Zumaridi mahali hapa. Tunataka tusikie jina la Yesu. Kama ni hivyo basi msiombe kabisa, hapa ni kwangu. Yaani hilo ni shetani kabisa. Mimi binti yangu namjua. Ninamtumikisha huko Roma isivyo kwa kawaida, masista huko mapadi kwa wanajenga wanajitoa kila namna. Nikasema huyu ni shetani ndani yake. Ametumiwa. Yaani ni moja kwa moja kabisa, unaweza kujikuta kabisa wakati mwingine mtoto akakufanyia mambo makubwa sana, mabaya. Alafu usijue kabisa kwamba huyu ni shetani. Kwa sababu vita ndio ni kubwa mno, anapitia kwa watoto, kwa mume zetu. Tusipokaa rohoni ni tatizo. Aidha mfalme Zumaridi. Basi watumishi wa Mungu baada ya mazishi kwanza kwenye mazishi na washukuru watumishi wa Mungu sana. Kwanza naanzia kwa baba yangu. Baba, kwa kweli nakushukuru baba, asante sana. Baba, nakushukuru sana. Asante. Baba yangu alimtetea sana. Yaani kile kitendo cha kuwaruhusu mje na wakati huo kuna vipingamizi. Lakini baba alijitoa akatoa mchele. Watumishi wa Mungu, ndugu zangu, mkajumuika pale kwa wingi. Mlinitoa baridi, nilibarikiwa. Jamani, Zumaridi awabariki sana. Baba, namshukuru mno, Mungu azidi kumuinua. Ni baba ambaye kwa sababu yuko rohoni, ingekuwa kanisa lingine wasingehudhuria. Lakini baba aliendelea kujionyesha na ushindi. Aidha mfalme Zumaridi. Baada ya mama kufariki, niliendelea kuumwa. Vipimo vinatoka, mara una minyoo, mara una amiba, mara una malaria, mara nini. Lakini niliendelea kuumwa, watumishi wa Mungu. Ikabidi nianze kupelekwa siku tu. Vipimo vimepimwa pale, kukabaki kipimo kimoja, nipimwe ini. Basi pale kipimo kikawa hakipo. Tukaenda hospitali moja kubwa, kipimo chake 32. Kuna hospitali inaitwa AAR. Hapa kipimo cha hapa sasa. Hapa Mwanza. Wakagundua kwamba nina tatizo, ini langu lina mashambulizi. Linashambuliwa, yani limeharibika. Aidha mfalme Zumaridi. Sijui mnanisikia vizuri, naona isikika sijui inasikika vizuri. Watumishi wa Mungu. Sasa ikabidi waongee na bingwa wa magonjwa ya maini na mafigo na manini. Wapi? Muhimbili. Alivyopewa yale majibu akawaambia hivi: mleteni haraka sana, msichelewe hata kidogo. Sasa kosa walilolifanya ilikuwa ni makusudi ya shetani. Aidha mfalme Zumaridi. Haya ilikuwa makusudi ya shetani. Aligundua kabisa eti siku ambayo kulikuwa na sherehe ya wakina Kanuni mahali hapa na kwa hawa wasioonekana, basi kaonekana kwamba eti siku hiyo ndio ikatwe ndege niondoke na nani na nesi. Wakakata bila kunishirikisha. Walipokata tiketi ya ndege tuondoke na ndege fast jet Jumapili, nikamwambia kwamba mimi siwezi kusafiri Jumapili. Wakasema haiwezekani kwa sababu tumetumia pesa zetu, halafu ni gharama kubwa tumetoa. Haiwezekani. Sasa hizo hela kwanza tumezipata sehemu zingine, tumefanya nini na nini. Nikamwambia jamani, hayo mapesa waache apotee, lakini lazima niende kanisani. Haleluya. Namjua Zumaridi wa mahali hapa. Siwezi nikaondoka nikamwacha Zumaridi nikajipeleka peke yangu kwa wanadamu. Haleluya. Namjua. Nisiseme ninamjua sana, namfahamu. Kitu gani nisichokijua mahali hapa? Haleluya, watumishi wa Mungu. Basi sasa wakasema hivi, yani walivyoona kabisa nimesimama haiwezekani, tunamwekea kufuri ili asiende kanisani. Niliwekwa kufuri kwenye geti. Haleluya!
wamemtayarisha, nikamwambia hivi, mnaniwekea kufia. Kwanza nawaambia hivi, siendi mimi, sitaondoka. Pesa zenu wacha zipotee, sio zenu, kwanza ni za Zumaridi. Mungu wangu. Haleluya, watumishi wa Mungu. Basi wakasema hamna, haiwezekani. Kama ni hivyo tunampigia mfalme tu. Siku ya ikabidi eti wamkubali mfalme, na huku wanaambiwa, na huku wamejengewa ile hisia ya kwamba ukijiunga kwa Zumaridi unajiunga na kuzimu. Naona shetani alivyokuwa na ujanja. Wakaniambia sasa sisi tumpigie simu mfalme. Huyo tena wanamuita baba. Haleluya! Wamelainika. Wanafikiria mapesa yao ili kusudi asipotee. Nikasema hivi. Wakampigia mfalme, kweli walimpata, na maana baba alinipigia. Nikawaambia hivi, hapa mimi siombewi na mfalme. Wala leo Jumapili siondoki mpaka nifike madhabahuni. Yaani nikawaambia hivi, kama hamtanifungulia leo naruka mageti, naruka mifensi. Haya, watumishi wa Mungu, ujasiri wa Zumaridi. Yaani ukimjua Zumaridi unakuwa jasiri wa kushindikana. Haleluya. Nikaendea manani viti. Nilikuwa nawadanganya tu. Ili washtuke. Nikamwambia sasa navuka mifensi hapa kama hamtaki kufungulia. Walipoona hivyo mambo yamekuwa magumu. Kweli, yani kama atavuka mifensi mama yetu sasa atavunjika mguu. Na panda hapa. Halafu washauri walikuwa wengi. Wananishauri, unajua paka alileta binti yangu hebu. Eti tena nilipomwona, na umeleta nini hapa? Yaani kila aliyenishauri nilimwona ni adui, na mkasirikia, asimsikilize. Haleluya! Ni asili, kwa sababu jamani, namfahamu huyu Mungu wa mahali hapa ni Mungu mwenye nguvu aliye juu ya yote. Haleluya! Haleluya, mfalme Zumaridi, watumishi wa Mungu. Na nyinyi mnapaswa kuwa wajasiri kama mimi. Haleluya. Amen. Basi sasa watumishi wa Mungu kuona hivyo, wakaona bora wanifungulie. Sasa tukupeleke, nikwambia siendi na nini? Wewe tulete siendi na majaji. Nimechoka hivi, nikakuta kuna gari la haisi ya watumishi wengine wanasali kwenye makanisa mengine. Ikawa nipeleka mpaka pale Sabasaba, nikawa nimepanda gari. Nimefika hapa nimechelewa, lakini nimefika madhabahuni. Na inawezekana siku hiyo ilikuwa ndio siku yangu ya uponyaji, sijajua. Haleluya, watumishi wa Mungu. Sasa sasa baada ya ibada ya Jumapili, Jumatatu sasa nikaanza kuwaza, naona hawa watu tena ni watukana hivi. Baada nilikuwa namtukana binti yangu kama simjui, pumbavu, shenzi. Yaani siku sijui itoka wapi jamani, sijawahi kumtukana hata siku moja. Yaani niliona kama pamoja na mapenzi na kunihurumia tu. Pamoja na kunihurumia kama mnanilazimisha. Mgonjwa wake wanashangaa. Halafu namtukana pumbavu, shenzi, una adabu. Fungu hapo. Watumishi wa Mungu, niacheni kabisa. Nikajua sasa ni Jumatatu. Hakuna itakalofanyika hapa. Naona ndio wameniacha kabisa. Nimetukana hivi. Basi ile Jumatatu ilibidi kumongezee tena hela zingine 380 ili tuweze kuondoka hiyo Jumatatu. Haleluya! Niliondoka na Zumaridi mahali hapa. Baada ya kugundulika kwamba nina tatizo la ini, nilikuja kumuona baba. Nikamwambia baba, eti wamenipima. Wamegundua kwamba eti nina tatizo la ini. Baba akaniambia hakuna ugonjwa wa ini. Wacha nikuombee. Watakwenda wakipima huko watashuhudia wenyewe. Haleluya, watumishi wa Mungu. Nikamwona baba, nilikuja. Akaniombea baba. Akaniombea. Sasa pale ni moja kwa moja Mungu alinipatia ini jipya. Haleluya, watumishi wa Mungu. Nilimwona kwanza mtumishi wa Mungu, nikamwambia Mama Kingo, eti nimepima, eti nimekuta eti nina tatizo la ini, eti ini langu eti linapata mashambulizi. Akaniambia huyo Mungu aliyeniponya mimi figo ndiye atakayekuponya ini. Haleluya, watumishi wa Mungu. Haleluya, mfalme Zumaridi.
niwaambie jamani, tatizo la ini ni bora hata figo unaweza ukawekewa spare. Lakini ini litafahari halina operation, halina kitu chochote. Yaani ukiugua ini subiri kufa. Ayule falme swalidi. Yaani subiri kufa. Mtumishi wa Mungu. Maana yake ini ni kitu kimoja ambacho ni cha pekee. Yaani nilivyosikia hata mimi ini kabisa. Figo utapata spare. Unaweza mtu akatolewa akakuwekea, lakini ini hakuna hiyo. Halipo. Watumishi wa Mungu, mimi hapa nilipo kwanza kabisa nataka kusema hivi, huyu Mungu mimi nitakumlipa. Yaani naogopa hata kusema hivi, nitoe nini? Niko hapa nakuwa na maisha, naogopa, nawaza nimlipe nini, naogopa kwamba naweza nikatoa hicho nitakachokitoa kikanifanya kinipake mavi usoni. Haleluya watumishi wa Mungu. Kikaonyesha ni bure. Ndio falme zwali. Naogopa sana. Mambo aliyonitendea huyu Zumaridi wa mahali hapa ni mambo ya kutisha. Ndio falme zwali watumishi wa Mungu. Sasa nimekwenda. Siku ya Jumatatu tumeondoka. Tukapumzika ile Jumanne, Jumatano tukaenda kumwona specialist kumwona kwa 32. Ndio falme zwali. Specialist wa ini, mafigo nini? Yaani ile kumuona kabla hujamuona ipia kwanza. Ndio falme zwali. Baada ya hapo vipimo vya kila namna vilichukua kama kwenye 230,000. Maana kama ingekuwa bure tungesema hivi, walikuwa wanalipwa. Ni vipimo hasa wanapima hasa. Kabisa. Tuende apewe sifa. Yaani kule bwana, kule hakuna rongorongo. Kutoa majibu fake. Na ile hospitali niliyopimwa mahali hapa ni hospitali ya pesa. Hakuna rongorongo. Yaani ilikuwa ni kweli tupu kabisa watumishi wa Mungu. Sasa kitu cha kushangaa ni kwamba nimepima kila maeneo, hivi damu tu vipimo 6. Na ultrasound, kifua, nini, kila mahali wananipima. Jamani watumishi wa Mungu, amini usiamini. Yaani daktari alishangaa. Anaitwa Dr. Kisanga. Specialist mkubwa wa maini, mafigo, manini, ni msomi mkubwa. Akakuta Zumaridi ameshasawazisha kila maeneo. Watumishi wa Mungu, huyu Mungu wa Zumaridi, huyu Mungu wa mahali hapa, kitendo kwanza cha kunileta mimi kuitwa uzao wa kwanza wa Zumaridi, kunileta mimi kuniungamanisha na redemption, ni kitendo ambacho nakiona ni cha pekee. Wengi hawakipati. Zinani shetani anawadanganya. Wanaiacha kweli, wanakwenda kwenye mauti. Ndio mfano Zumaridi. Jamani niwaambie, tatizo la ini halina dawa. Huyu Zumaridi mimi nawaza niwe mwaminifu kwa kumtumikia, tunakumtolea na nguvu zake, kwa nguvu zangu yote na yote ninavyopata. Nimuonekane mwaminifu. Lakini nawaza huyu Zumaridi nimtolee kwa hili ini, kuniponya ini mimi, kuangalia na mafigo na nini, kila mahali niko mzima. Sasa kwenye ini niliwatetemesha mpaka watoto walichanganyikiwa. Ndio maana walikuwa wananiwekea na mageti, wanajua nitakufa mapema. Lakini Mungu, huyu Zumaridi wa mahali hapa anatisha kuniponya ini mimi. Nimekwenda kupima watumishi wa Mungu, mimi ni mzima. Sina ini. Nimesawazisha kila maeneo. Baba alivyoniombea mahali hapa, mfalme ana kibali kikubwa watumishi wa Mungu. Anapenda. Mfalme ana kibali kikubwa watumishi wa Mungu. Nampenda sana mfalme. Bila yeye kuwa mwaminifu kwa Mungu, mimi nisingekuwa hapa. Hilo hili mimi lingenipeleka mpaka na kuzimu. Nina afya na mnaniona tu. Wakati naondoka nilikuwa nimechoka. Lakini sasa hivi na afya njema, namshukuru Zumaridi. Ametendea mambo makubwa, naogopa hata kutoa chochote kile, hata ningetoa nini.
kwanza vyote ni vyake. Yani naogopa. Namuogopa Mungu wa Zumaridi, namuogopa Zumaridi, namuogopa Mungu wa mahali hapa. Watumishi wa Mungu tumempata Mungu. Haleluya. Tumempata Mungu, watumishi wa Mungu. Tuliopata neema ya kuwa mahali hapa. Tumempata Mungu, tutulie. Hapa ndipo Mungu alipo. Haleluya, watumishi wa Mungu. Basi namshukuru huyu Zumaridi, nimerudi, nina afya njema. Ninamshukuru sana. Namshukuru baba yangu. Baba yangu ni baba ambaye kwa kweli ana upendo mkubwa. Nilikuwa nikimpigia simu wakati mwingine kule nilikuwa niko katika mazingira magumu, maeneo aliyokuwa naishi. Baba amezunguka kule wengi. Hawa wa hivi, wenye vibaragashi. Nakuta mashambulizi ya kila namna. Lakini Zumaridi alikuwa ananishinda, watumishi wa Mungu. Amen, watumishi wa Mungu. Mimi ninaomba niishie hapa. Ni mengi amenitendea. Nilikuja pia nina tatizo la kunuka mdomo, nilikuwa mdomo unanuka kama nina mavi, nimekula mavi. Lakini hilo tatizo alishaliondoa kabisa. Ni kule nilikotoka makanisa nilizungukia karibuni mengi tu. Lakini sikufunguliwa. Haleluya. Lakini nilipofika mahali hapa, mimi tena kinywa cha kunuka mavi, shetani alichokuwa amenipandikizia, Zumaridi alikiondoa kabisa, niko vizuri. Haleluya, watumishi wa Mungu. Zumaridi yuko mahali hapa mzima kabisa, watumishi wa Mungu. Hebu tumshikilie kabisa mahali hapa. Tumshikilie huyu Mungu tuliyempata. Aendelee mfalme Zumaridi. Naomba Zumaridi awabariki tu kwa haya machache ambayo nimewaeleza, lakini ni muda naona umechukua muda mrefu, kwa sababu nimeona yaani nieleze kuanzia mwanzo hadi muelewe mwisho wake ni nini. Haleluya, watumishi wa Mungu. Vige makofi tumishi wa Mungu. Chapa ngano safi mbele za Mungu. Chapa ngano safi mbele za Mungu, tumishi wa Mungu. Chapa ngano safi mbele za Mungu. Haleluya. Chapa ngano safi mbele za Mungu. Piga makofi mbele za Mungu, mpige makofi mbele za Mungu. Mpige makofi Mungu ndani ya ufalme Zumaridi. Chapa ngano safi mbele za Mungu. Haleluya. Haleluya. Nimempata Mungu ushindi mwenyewe. Ile vita aliyopigana nayo, yule alikuwa ni shetani mzima. Kupitia wale mtoto. Ina maana angekubaliana nao tu, shetani angeshinda. Angekuta na magonjwa, angerudi na madawa kede. Lakini alivyokataa akashindana shetani, akaanza kupanga viti. Mungu alimuona, sema huyu anaenda kumponya. Sababu nimeona imani yake. Yuko lazima kama pesa zipotee. Laki ngapi zile, laki 8 za watu wawili zipotee, lakini siwezi nikamwacha Mungu. Na amekuja mbele za Mungu, Mungu amemfungua. Kaenda kupima, hakuna tatizo, mpaka daktari amwangalia mara 2. Wewe mama, hivi pimo, Bwana anakuona uko mzima. Hiyo tu ni kwa sababu amejishusha mbele za Mungu. Atukuze mfalme Zumaridi. Kajishusha mbele za Mungu. Unajua Mungu ukiwa ndani ya mwanadamu. Tangu mwanzo Mungu alikaa ndani ya mwanadamu. Yule mwanadamu ukimheshimu, tena muamini ukasadiki kabisa kama Mungu ndani yake yuko, wewe lazima amen. Lazima ufunguliwe na lazima uponywe. Kwa sababu Mungu huwezi kumpandilia mbinguni ukampa shida yako hata siku moja. Ndio maana Mungu akaweka wanadamu kwamba wewe umtazame aliyoko mbele yako, ndio Mungu amekaa. Sababu wewe huna uwezo kusema kama niweke ngazi mpandilie Mungu ili nikamuone tuondiane. Huwezi. Ndio maana Mungu anakuwekea mtu. Ukimtazama yule mtu na kumwamini, maana yule mtu ndani yake kuna mamlaka na power la Mungu. Kuna mwangu, tumisho Mungu. Ndio maana msaidie vizuri hivyo. Kuna mwangu. Ukimwamini mtumishi wa Mungu, utamuona Mungu kwa kiasi kikubwa. Sana. Kwa sababu mtumishi wa Mungu amewekwa kama wakili wa kuhakikisha kesi yako mbele za Mungu.
Atukuzwe Bwana. Una matatizo haya na haya, una magonjwa haya na haya, kesi yako ipo mwakilishi wa kuwakilisha mbele za Mungu aliyeteuliwa na Mungu. Huyo ndio mwakilishi wa ndoa yako, haina maana. Huyo ndio mwakilishi wa biashara yako, haiendi vizuri. Huyo ndio mwakilishi wa afya yako, usipoikatia tamaa. Lakini ukisema kama mimi sasa siponi sina nini, Mungu anakuacha. Sasa Mungu anamponya mtu kwa wakati wake pia. Na Mungu hawezi kumlazimisha kutoa uponyaji. Mungu anamponya mtu kumtazama. Kwa ngoja niangalie imani yake. Kama imani yako haipo, huwezi kuguswa. Sababu una imani ya kuweza kuponywa. Ndio maana Yesu alikuwa anauliza wanafunzi wake, wali wapi wako naongoza? Una imani? Sema na imani, pokea uzima. Kama una imani, huwezi kupona hata kama Mungu mwenyewe alishuka kuwekea mkono hivi. Yeye mwenyewe Mungu muone. Kwa sababu mimi ni Mungu nikuwekea mkono, huwezi kupona. Kwa sababu imani naye. Huna imani naye. Lakini ukiamini, ukimwamini aliyoko mbele yako, ndio uponyaji wako. Lakini ukimwona aliyoko mbele yako wa kawaida, utahangaika kupata uzima na ukombozi. Mungu tangu mwanzo alikuwa anaweka makao, akitaka kuwakomboa wanadamu chini ya jua na kuwatoa katika mateso. Anatafuta mwili wa mwanadamu, kisha anakaa ndani ya mwanadamu, kisha anamwendea mwanadamu, akiangalia mwanadamu kufungua mwanadamu aliyefungwa na nguvu za giza. Sema amina wewe. Sema amina haleluya tumisho Mungu. Huwezi ukafunguliwa na mtu ambaye ndani yake hana mawasiliano na mwenye ufunguo. Mwenye ufunguo ni Mungu pekee, ndio mwenye ufunguo. Na yeye anaweka mamlaka yake ndani ya mpendo wake, anapendeza. Anatulia, kisha anapewa ufunguo, kisha anafunguliwa kupitia Mungu ndani ya mwanadamu. Atukuzwe sana zaidi. Kipindi cha mwanzo Mungu alimwona Adamu kwamba huyu ni kaida yake ile anataka kukomboa wanadamu chini ya jua. Maana Mungu kila sana kurudia, tangu mwanzo aliteua wanadamu. Ili wanadamu kama wewe, kesi yako imwendee mwanadamu ambaye ameteuliwa na kufunga mkataba na Mungu na kuitwa na Mungu kuweka mamlaka ndani ya yule mwanadamu. Kwa hiyo wewe mwanadamu unapomwendea mwanadamu aliyefunga mkataba na Mungu, lazima upokee uzima wako. Uko ndani ya yule mwanadamu aliyefunga mkataba na Mungu. Sijui kama unanielewa. Atukuzwe Mfalme zaidi. Atukuzwe Mfalme zaidi wa mkataba na Mungu chini ya jua. Kama kuna imani na yule mwanadamu anayeteuliwa na Mungu, yaani mbingu, huwezi ukapata uponyaji. Wala huwezi ukapata nukta ya muujiza. Utakuwa kawaida tu. Unaingia na kutoka. Unaingia na kutoka. Hakuna lolote. Hakuna badiliko. Kwa sababu hujamwamini aliyebeba uungu ndani. Atukuzwe Mfalme zaidi. Atukuzwe Mungu chini ya jua. Ukimwamini, hapo ndipo tunapokutana na Mungu. Maana mwamini aliyekabidhiwa. Wewe ukienda moja kwa moja kwa bosi utapita kwa meneja na kurudisha bendera kwa meneja. Mimi madaraka yote nimemkabidhi meneja. Unataka kazi kisha kwa meneja. Mimi ni mkurugenzi. Atukuzwe Mfalme zaidi. Lazima urudi kwa meneja kwa uombe kazi. Ukikubaliwa unapokea kazi. Mkurugenzi anataarifa tu kuna mfanyakazi mwingine mkurugenzi. Atukuzwe Mfalme zaidi. Kwa hiyo wewe mwanadamu uko chini ya jua, umepata neema kukutanishwa na mtumishi anayependwa na Mungu. Ili neema sijifagilii, lakini shuhuda mnaziona nyinyi wenyewe kwa macho. Amina. Sio za kutunga hizi, sio kama wale wanatunga na tafuta watu ambao wazima unawapa hela. Anakuja nilikuwa hivi, nimekuwa hivi. Unakaa tu huko, hata julikana unapokaa. Nilikuwa kilema nimekimbia.
Umekimbia kwa misingi ipi? Nimeomba mbele madhabahu. Huko ni kumsiaki Mungu. Hiyo ni njia mbele za Mungu. Tafuta watu hapa hela eti kilema na kafimbo atembea. Kibada kiisha milioni yake pembeni imetulia. Huko ni kumsiaki Mungu. Unataka tu watu waje wengi ili uzidi kuwachuna hela. Lakini wewe hiyo shida zao wala wafunguliki, wala muone Mungu. Inakuaje huyu mwenye ng'ombe kubwa kiasi hicho amefungua kwa haraka? Inakuaje mimi ambaye ninaomba tu ndani usiku kucha? Silali. Mbona uchema ndo anakuja? Kwa nini huyu leo anakuja peka sura yake niingia tuijui? Kwa nini aje afike na kuinuka na kutembea? Watu kule hawajiulize kwenye fahamu zao. Wanashangilia tu, ati kilema mwenyewe hamjui hata alikotokea, hamjui kabisa. Sema amina haleluya. Sema amina haleluya. Hawamtambui kilema umetokea wapi. Lakini mtu anashika na kitu anashangilia na kumbe jamaa amejengwa. Kama wewe mwenyewe tu una tatizo dogo tu la tumbo, una tatizo la madonda ya tumbo, yameshindwa kupona. Kilema anainuka madonda ya tumbo yanabaki. Kilema anainuka bali kama mchanga nyumba ya bati kwenye bati lako. Kilema anainuka bali unaomba na kuchukua uchumi wako. Hiyo nguvu ya kumwona kilema si kubwa sana. Si kubwa sana. Sasa mbona wewe tu usingizi ulali? Kilema kainuka au usingizi ulali? Sio kwa angalia. Kwa nini asikupe nguvu ya kupokea usingizi? Kama kweli na Mungu ndani, si usanii huo. Si usanii huo. Sema amina. Mimi hapa sina usanii. Ndio maana mtu kama hajatendewa usitaki akanyege madhabahu. Bwana mrudisha. Pia bado hujapona vizuri. Rudi kakaya. Nikishapona umepona, njoo pone madhabahu nitoa shuhuda. Sema shuhuda za uongo mbele ya madhabahu ya Mungu. Atukuze mfalme Zumaridi. Amen. Apewe sifa mfalme Zumaridi. Amen. Mungu kaja chini ya jua kwa ajili ya kukomboa kondoo zilizopotea. Kama wewe ulikuwa umepotea, kaja Mungu ndani ya mwanadamu kukukomboa, kukutoa katika giza na kukuweka katika nuru, kukutoa utumwani, kukuweka katika uzima tena wa milele. Atukuze mfalme. Mungu alimtokea Musa, tumishi wa Mungu Musa. Musa alikuwa ni mtoto wa Ibrahim, uzao wa Ibrahim, kiuno cha Ibrahim. Mungu alimtokea kumweleza habari za wana wa Israeli. Kwa nini alimtokea? Kwa nini alimtokea Musa kumweleza habari za wana wa Israeli? Kwa nini Mungu asiwafungue tu wana wa Israeli? Kwa nini asiwafungue tu kwa pamoja? Kwa nini akamtokea Musa? Wana wale ni watu wa Mungu, na dunia nzima ni watu wa Mungu. Ulimwengu mzima na wote tunao makini. Dunia nzima ni wana wa Mungu. Kwa nini Mungu asinyoshe mkono tu kwa mmoja bila mtu? Kwa nini asinyoshe mkono wake kwa kufungua bila kuweka mtu yoyote yule wa kutazama? Kwa nini kipindi cha wana wa Israeli Musa alichaguliwa na Mungu? Wewe unapaswa ukae hapa, mimi Mungu nikienda ndani yako niokoe hawa. Kwa nini? Hebu naomba usome kitabu cha Kutoka 3 kuanzia mstari wa 2. Naomba nisome na Mungu akubariki sana. Kutoka 3 mstari wa 2 mpaka wa 10. Kisha utulize fahamu zako usikize neno Mungu anamsema. Kutoka 3:2 mstari wa kwanza, mstari wa 2 mpaka wa 10. Naomba usikize kwa makini, watu wanapotea kukosa maarifa. Sikiza vizuri. Kutoka sura ya 3 kuanzia mstari wa 2. Kuanzia mstari wa 2 mpaka wa 10. Soma. Nitasoma kwa msaada wa Zumaridi. Soma mtumishi wa Mungu. Malaika wa Bwana akamtokea. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Malaika wa Bwana akamtokea Musa katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiji. Uliotoka ule mwali wa moto katikati ya kijiji. Akatazama na kumbe
kile kijiti kiliwaka moto. Kile kijiti kiliwaka moto. Nacho kijiti hakikuteketea. Na kile kijiti hakikuteketea. Musa akasema, Musa naye akasema, nitageuka sasa. Nitageuka sasa. Niyaone maono haya makubwa. Niyaone maono haya kipindi atokewa. Ina maana Musa alikuwa bado Mungu hajaweka makao ndani yake. Nielewe. Kipindi anatokewa na Mungu. Ina maana Musa alikuwa jangwani. Alikuwa bado neema ya Mungu haijamtokea. Haimo ndani yake. Kisha Mungu akamtoa kwa malaika. Kisha naye akasema, sasa nageuka niyaone maono haya. Bwana mtumishi wa Mungu na Mungu pia akubariki sana. Amen. Musa akasema, nitageuka sasa. Musa akasema, sasa nitageuka. Niyaone maono haya makubwa. Sio kugeuka hivi. Sio kugeuka hivi mwili. Kugeuka katika roho. Kama alikuwa na njia nyingine, sasa ageuke ili amuone Mungu. Sema amen. Amen. Go ahead mtumishi wa Mungu msomaji. Niyaone maono haya makubwa. Niyaone maono haya makubwa. Na sababu kijiti hiki hakiteketei. Kwa sababu kijiti hiki hakiteketei. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka. Bwana alipomwona Musa amegeuka. Ili atazame. Mungu akamuita kutoka katikati ya kile kijiti. Katikati ya kile kijiti, akasikia sauti ya Mungu inamuita. Katikati ya kile kijiti kijiko kinawaka moto. Akasema, Musa. Akasema, mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa. Mungu akamwambia Musa, usikaribie hapa. Vua viatu vyako miguuni mwako. Vua viatu vyako katika miguu yako. Maana mahali hapa unaposimama Musa, ni nchi takatifu. Ni nchi takatifu. Tena akasema, mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu. Musa alikuwa chini ya Ibrahimu. Mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Endelea. Musa akaficha uso wake. Musa akaogopa, akaficha uso baada ya kusikia sauti ya Mungu. Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Aliogopa kutazamana Mungu katika kule moto. Kwenye kile kijiti. Aliogopa kutazamana Mungu hivi. Endelea. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Mimi Mungu nimeyaona mateso ya watu wangu. Umenielewa? Hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Nami nimekisikia kilio chao. Kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua maumivu yao. Nami nimeshuka ili niwaokoe. Na mikono ya Wamisri. Kwa hiyo zishuke toa wakomboe kule mpaka tafute mwili wa mtu. Kwa hiyo zishuke toa wakomboe tu huko kwamba kama hizi hapa. Angeshuka toa wakomboe nyumbani kwako usije hapa. Au kashuka kakomboa toka sokoni huko. Wewe mwanangu na mateso ni kukomboe. Kwa nini itafuta mwili wa Musa kusema naye? Ili awakomboe kwamba nimeyaona maumivu ya watoto wangu. Nimeona shida zao, mateso yao, magonjwa yao. Sasa nimechukua Musa kuja kwako Musa ili wafikie hao. Soma. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nami nimeshuka Mungu ili niwaokoe na mikono ya Misri. Ukisinzia na kuona ajabu sana. Kumtoa nchi na njua mimi zangu. Sasa tupiga kelele kuhubiri hapa nikaona kama piga kelele na unasinzia. Nitakutoa juani pale. Soma. Niwapandishe kutoka nchi ile. Stari. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Niwapandishe kutoka nchi ile. Kutoka ile nchi. Hata nchi njema.
kisha pana, nchi ijayo maziwa na asali, hata mahali pa Mkanani, na Mhiti, na Mwamori, na Mperizi, na Mhivi, mwisho 10, na Myebusi. Naomba urudi. Funga kitabu nitazame. Ndiye nifafanue. Malaika wa Bwana akamtokea katika mwali wa moto. Atukuze Father Mahidi. Atukuze Mungu chini ya jua. Huyo ni Musa. Kwa hiyo Mungu aliona kabisa kwamba hii nchi au mkoa au wilaya, kwamba watu wa katika hii wilaya wana matatizo, wamefahamiwa na mapepo, wanaogopa usiku na mchana. Sinzia tu. Tumetoka kuimba kwa sasa hapo kuna. Atukuze Father Mahidi. Wana mapepo, wana magonjwa, wana laana za ukoo. Mungu alipochungulia kama ni wilaya mimi sijui, kama ni mkoa, kama ni nini, kama ni dunia sielewi. Kipindi atoke Musa. Atukuze Farmers Market. Atukuze Mungu chini ya jua. Sijui kama ilikuwa ni mkoa, wilaya, nisielewi, lakini Mungu alimtokea Musa kuongea naye kwa habari ya wale watu Mungu aliona na mateso. Soma mtumishi wa Mungu. Malaika wa Bwana alimtokea katika mwali wa moto usiku. Alimtokea katika maono. Kama wewe leo unavyoonyeshwa na Mungu maono. Kwa Musa alitokea na Mungu akiwa amelala. Akapewa maono, ramani, akawa anaonyeshwa. Lakini wakati ule Musa alikuwa bado hajajua kweli ya Mungu. Ilikuwa haijakaa vizuri ndani yake. Tunanielewa? Alikuwa haijakaa ndani yake vizuri. Ile kweli ya Mungu ilikuwa haijakaa vizuri ndani ya ufahamu wake katika ile. Ina maana Musa alikuwa na ufahamu mwingine ndani ya ufahamu wake. Mungu ndipo akamtokea ili awaponye wana wa Israeli kupitia mwili wa Musa. Katika mwali wa moto uliotoka katikati ya kijiti. Akatazama na kumbe ile kijiti kiliwaka moto. Nacho kijiti hakikuteketea. Musa akasema nitageuka sasa. Musa alipokuwa akisema na Mungu alikuwa mgumu kutumika. Mungu akazidi kusema naye kupitia kijiti kile. Anaona kwenye maono, anaona moto unateketea, moto unawaka ushiriki, na ndani ya ule moto anasikia sauti ya Mungu inaongea. Kwa hiyo mara ya kwanza alikuwa anaonekana mbishi kumtumikia Mungu. Atukuze Farmers Market. Kisha akasema yeye mwenyewe, sasa nitageuka. Kwa sababu alikuwa akisema na Mungu kwa umbo la moto. Musa katika usingizi amelala, akaona ule moto hauishi. Mungu anataka Mungu kitimie ndani ya mwili wa Musa ili akaokoe wana wa Israeli. Mbona aling'ang'ania kwa Musa? Giza ilivyo leo, huo ni wakati uliopita. Leo tunafundisha habari za wakati uliopo. Atukuze Farmers Market. Tunafundisha wakati gani? Wakati gani? Sema kanisa zima. Wakati gani tumeona? Tunafundisha wakati uliopo. Kama Musa, Mungu alisema naye kwa habari ya wana wa Israeli waitwa kweli. Ina maana wana wa Israeli walikuwa wanapata mateso kama ilivyoandikwa. Mungu akachungulia, akayaona mateso yao, akatafuta mwili chini ya jua ili aweke makao, ili awakomboe Misri kupitia mwili wa Musa. Sema amina, haleluya, tumisha Mungu. Sema amina, haleluya. Amen. Sema amina, haleluya, tumisha Mungu. Leo hatuko Misri hapa, wala hatuko Kanaani
utaki kitabu chake, afu mimi nachukua, nenda kuuza. Lazima nitafute na nikamatwe. Historia ya mtu atukuze mfano ni ya mtu yeye na Mungu pekee. Yale ambayo Mungu amemjalia akampa ni yake yeye na Mungu. Kwa hiyo lazima yake iwapo historia nyingine inaonekana kwa madanganyano ambayo ipo sio iliyopita, hiyo ni historia ya Musa iliyopita. Lakini tunatafuta historia ya mwanadamu sasa ambaye amekabidhiwa agano, naye au historia yake alipokuwa na Mungu. So Biblia tumepewa kiongozi wa kutufikisha mbinguni. Wewe ndio nakwambia kiongozi Biblia. Kiongozi ni Roho Mtakatifu, Roho wa Mungu aliyekaa ndani ya mwanadamu ndio kiongozi. Biblia hiyo ni historia ya mwanadamu tu. Biblia sio kiongozi kufikisha mbinguni wewe. Nimekutana maswali hapo, tulikutana na nani huyu? Tulikutana mtu mmoja na nini Mshabato, Dar es Salaam. Anasema hii Biblia hii ni kiongozi, yaani ni kiongozi wetu wa kutufikisha mbinguni. Unafikiri wewe? Biblia ni historia ya mwanadamu aliyotumiwa na Mungu, historia yake kaiandika. Historia yake kaiandika. Hiyo ni story iliyotokea wakati uliopita. Na wewe unatakiwa una story yako wewe na Mungu. Yule alikuwa mtu na leo hayupo. Leo tunamwangalia Musa. Musa yuko hapa. Haya tunayoangalia tunayoongea ni historia au ni mambo yaliyopo? Sasa hasa historia inakusaidia wewe. Kinachokusaidia wewe ni kilichopo sasa hivi. Kinachoongea sasa hivi. Historia iliyopo sio iliyopita. Ndio inakusaidia wewe. Tukuze Baba zaidi. Kwa hiyo Mungu alikuwa anatokea watu na kusema nao na kuwapa mafunuo, kisha wale watu wanafikisha kwa wagengwa. Atukuze Baba zaidi. Hebu endelea mtumishi wa Mungu. Musa akasema, nitageuka sasa. Sasa nitakubali kukutumikia. Sasa nitaacha njia zote mbaya ambazo zikupendezi. Nitageuka. Hata kama nilikuwa mtumishi wangu kuja nyooka. Sasa na nyooka. Nilikuwa nimeshaingia kweli yako ndani ya Ibrahim. Lakini ile kweli ndani ya Ibrahim sikuishika. Kama nikutumika nitumika kinyume na Mungu. Kupitia mtumishi wa Mungu Ibrahim. Sasa nageuka. Na acha yote yasio kupendeza Mungu. Nageuka na kusikia na kukusikiliza wewe Mungu. Maana nimeona na haja na mimi. Musa huyo. Baada ya kugeuka ni kuacha. Kama alikuwa ni mtumishi hajakoma, sasa anapaswa afuate njia za Mungu. Kama alikuwa tu ni msikilizaji tu kanisani, akatokewa, anapaswa pia aache vyote. Kisha ageuka. Kugeuka ni kuacha yote yasiyompendeza Mungu, kisha mtazama Mungu. Umemwagia maji. Nini? Endelea. Nitageuka sasa niyaone maono haya makubwa. Nitageuka sasa. Haya maono niyaone haya makubwa yaliyonijia. Niyafanyie kazi. Maono haya yaliyonijia mimi Musa. Nitaacha mambo mabaya yasiyopendeza Mungu wa majeshi. Taacha kila mambo mabaya yote. Nami sasa nitaanza kutazama ya maono. Nianze kuyafanyia kazi ambayo Mungu amenipa. Sema amina. Sema amina. Na wewe je? Wewe unaona maono? Unayafanyia kazi maono kwa Mungu? Unayafanyia kazi maono kwa Mungu? Na mwana msaidizi ni Mungu aliyomkubalia. Sasa naacha. Ninageuka. Niyatazame maono haya. Atukuze mfano zaidi. Kumbe Mungu akiwa anasema na wewe, anakurudia, ana haja na wewe. Kasema na wewe leo, kasema na wewe kesho, kasema na wewe kesho kutwa, kasema na wewe wiki iliyopita, kasema na wewe mwezi uliopita, kasema na wewe mwaka uliopita, kasema na wewe, ana haja na wewe.
wewe unapaswa kugeuka na kusikiliza kile Mungu anasema, ili kusudi lake Mungu litimie kwako. Ndivyo Mungu alivyokuwa anasema kutia Musa. Atukuze mfalme zaidi. Na Mungu huwa anasema na madamu, hasemi na kondoo na mbuzi au na ng'ombe. Na kusema kwake na Mungu hasemi kibinadamu, anasema katika maono au unakuona kama una hisia, kumbe ni Mungu anakusemesha. Kumbe Mungu anasema na wewe. Musa alisemeshwa na Mungu. Musa akaweka kitu kigumu. Mungu anasema naye kupitia maono, anasema naye kupitia ndoto, anamtokea kwa kijiti kabisa hivi, anapaa moto na moto uteketei, unaongea ule moto unaongea. Anayetafuta ni Musa, si Musa tu aliyekuwa anatafutwa. Waliokuwa wanatafutwa ni wana wa Israeli kupitia mwili wa Musa. Tunaelewa? Ni wana wa Israeli waliokuwa wamejaa mateso, wamejaa magonjwa, laana, mizigo. Hao ndio waliotafuta, sio Musa. Atukuze mfalme zaidi. Mungu alikuwa anatafuta wale wakomboe, lakini kupitia mwili wa nani? Wa Musa. Musa akaweka shingo ngumu, akawa kama hataki kumtumikia Mungu, lakini Mungu akamshapanda karama ndani yake kupitia Ibrahim. Lakini ile karama ilifanya kazi. Alikuwa anaongoza watu ovyo ovyo nyuma ya jangwa, anaongoza ovyo ovyo tu watu Musa. Ni kama leo watumishi na kabisa karama, lakini kama mnatumika ovyo ovyo, sivyo jinsi Mungu ambavyo anataka utumike. Ndivyo Musa alivyoanza, alikuwa anaongoza watu nyuma ya jangwa. Jangwa ni ukame. Kana mafunuo yote anafundisha watu utumbo, ndipo Mungu akamtokea. Ikawa bado hajakaa imani vizuri ndani ya fahamu zake. Alikuwa na mambo mawili Musa kwenye ufahamu wake. Na kusikia baba aliongoza watu nyuma ya jangwa ili wafikishe kwa Mungu. Atukuze mfalme zaidi. Alikuwa bado ufahamu wake hajautuliza kwenye ile karama ambayo Mungu alimpa. Ndipo Mungu kumtokea kwa moto, kusema naye. Na lengo la Mungu ni wale wana wa Israeli wavuke. Hilo ndio kusudi maalum la Mungu. Wale wana wa Israeli wapone, wafunguliwe. Ndio maana Mungu akarudi mara mbili kwa Musa kusema naye, ili Musa afungue roho yake, Mungu akae, aende akafungue wana wa Israeli kutoka kwa Musa. Naomba uendelee kusoma, msomaji, na Mungu pia akubariki sana. Amen. Musa akasema, nitageuka sasa. Sasa nitageuka niyaone maono haya makubwa, niyafuate haya maono ulionifunulia. na sababu kijiti hiki hakiteketei. Kwa sababu sasa Mungu anatoka mbele yangu, naomba nifuate sauti yako nitii. Bwana alipoona ya kuwa amegeuka ili atazame. Mungu alipoona sasa kwamba Musa amegeuka sasa, kaacha njia mbaya isiyopendeza Mungu, kwamba sasa atazame mbele anakuelekea. Mungu akamwambia Musa baada ya kugeuka, akamwambiaje? Mungu akamwita kutoka katikati ya kile kijiti. Mungu akasema na Musa usiku wamelala, anaona moto unamsemesha, kijiti kiishi wateketei. Akamwita Musa, Musa. Akasemaje? Akasema Musa. Musa. Musa akasema, Musa, namba mimi hapa. Mimi hapa. Naye akasema, usikaribie hapa, usije kwangu. Vua viatu vyako miguuni mwako. Vua mamlaka chafu isiyonipendeza mimi Mungu. Maana hapa nimejifuatia kabisa mamlaka mapya. Sema amen, haleluya. Sema amen, haleluya. Vua viatu vyako. Watu wanavua viatu haya mwili wanaingia kuabudu. Wanavua haya wanaingia na uchafu wao ya roho. Waenda kuabudu. Kwani Mungu aliwaambia vue viatu vya mwili?
Vinakosa gani hivi? Tembea pepo sasa mniona na mimi tuone. Mbona tembea pepo kwa sehemu hiyo tu? Ukitoka unapitia tena viatu vyako unaondoka. Mbona unapitia tena uchafu? Unavua tu pale sehemu usiku. Unavua unaingia. Mji kwa nini? Unamaliza unapitia tena viatu unavaa. Wakati ni zambi. Tembea. Usisinzie. Tembea pepo. Tembea pepo milele. Sio tembea kwa muda. Kwa muda unaivaa unaingia unapitia tena uchafu. Unaenda hawana sheria haya. Lakini kama usikilize hapa. Mambo gani? Tena ugoro wako. Asante. Atukuze mfalme Israeli. Baada ya Musa kukubali kugeuka, ndipo Mungu akataka sasa amtumie Musa. Na Mungu asingemtumia Musa akiwa na ile mamlaka ya kwanza aliyokuwa nayo. Asingeweza kuweka mamlaka yake mle Mungu. Viatu ambavyo Mungu ananiambia kuvaa sio hivi. Ni zile tabia ambazo Mungu asikumpendeza. Zile tabia zilikuwa zinamfunga Musa. Yale matendo, mamlaka yake ya mwanzo, tabia yake ya mwanzo ambayo ilimpinga na Mungu aivue, kisha Mungu aweke makao ndani yake amtumie. Na Mungu alikuwa na shida na wana wa Israeli. Ndio maana akaukomalia mwili wa Musa ili Mungu awakomboe wana wa Israeli, awatoe katika shida, katika mateso. Vua viatu vyako, tupo nje, kisha nifuate. Usifike hapa mahali bali patakatifu, simama hapo, vua viatu. Hapo anajiona kabisa kwenye maono amevaa viatu mabaya, machafu, yanatoa nafunza, yananuka. Anaona kabisa hivyo kwenye roho na viatu, na akayavua kabisa mengi vingine. Katika roho, maana yake ni kuvua uchafu wote ulio nao katika karama yako. Kumbe Musa alikuwa na huduma tangu mwanzo, lakini huduma yake ilikingwa na uchafu. Huduma yake ilikingwa na giza. Mungu alishinda kumtumia Musa tangu awali, sababu Musa alikuwa mchafu. Ndio maana Mungu akamwambia, vua kisha uvae viatu vingine. Atukuze mfalme Israeli. Amen. Sana kuacha matendo mabaya, tabia mbaya, kufanya kazi ya Mungu kuna mazoea yamekaa, uchafu. Vua. Kufanya kazi ya Mungu kunaona kama ni kama vile unafanya kazi ya baba mdogo au baba shangazi, njomba. Unapaswa kuvua ili Mungu akutane na wewe uso kwa uso katika utendaji wa kazi, maana Mungu anakusudi na wewe. Na ndio maana kurudia kusema na wewe, anahitaji akomboe taifa lake kupitia mwili wa mwanadamu, ajiache huru taifa lake kupitia mwili wa mwanadamu. Ndio maana anapata mwanadamu, anafunga naye mkataba, kisha anamtuma. Soma mtumishi wa Mungu. Amen. Tena Bwana akasema, mimi ni Mungu wa baba yako. Mimi ni Mungu wa baba yako. Mungu wa Ibrahimu. Mimi ni Mungu wa baba yako. Anamwambia kwenye maono, kama wewe leo utokewe, waje kuambiwa mimi ni Mungu wa Zumaridi. Ndio anayesema na wewe hapa, ni Mungu wa baba yako Zumaridi. Vua viatu vyako wewe mtoto wa Zumaridi. Vua viatu vyako hapa katika ile eneo ni takatifu. Hii imani ya Mungu. Imani ya Musa ni imani ya Mungu wa kweli, imani ya Ibrahim. Ni imani ya Mungu wa kweli ya Ibrahim. Wewe Musa, vua viatu.
kufunguliwa. Wachawi hizi mnalala mpaka makorogo mpaka asubuhi. Hakuna kulungwa, hakuna vipande, hakuna mtu kutembea juu ya bati, hakuna michanga kumwagiwa. Sema amen. Kuna mambo umetegewa, Mungu anayafunua. Kuna hiki mbele yako mnapangua kifiki. Hii ni hapa ni mahali patakatifu. Tena patakatifu mahali hapa. Kwa sisi na sipata tufue viatu. Maisha yetu takatifu. Yaani tugeuke turekebishe njia zetu. Maisha yetu yopo sio sehemu ya mchezo. Ni sehemu takatifu. Amen. Amen. Isani takatifu. Endelea. Tena Bwana akasema, mimi ni Mungu wa baba yako, Mungu wa Ibrahimu, Isaka na Yakobo. Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Nisikilize Musa. Endelea. Musa akaficha uso wake. Musa akaficha uso wake, akaogopa, akaficha. Kwa maana aliogopa kumwangalia Mungu. Aliogopa ule moto aliokuwa akiuangalia. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu walioko Misri. Ndio hii haya sidhani. Leo usiposimama na pipa na kuzunguka tunakuangalia. Usiposimama ndio utakuwa hivi. Kaa hapa kwa Mungu tulie. Sawa. Ukipigwa hivyo na shetani kufikia hatua kufikia hivyo, na Mungu kanisani huwezi kufunguliwa. Huyo atafunguliwa sababu amekuja leo ukichana. Soma rudia. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Hebu mtu akamchukua kaenee karibu. Usimacha anatupotezea wewe. Kijana kaenee karibu au namshika. Karibu hapo. Kaenee karibu hapo. Mama pisha hapo. Kae na mtu anamshika. Mzee kuinuka. Tapona tu wangapo mpona hapo. Na deni sibona viwa usiku. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Hakika nimeyaona. Tazameni nini? Watu ndio ufahamu wengine kukule. Wakweli ushetani anajua sana kuchukua mtu fahamu. Sasa mimi naongea mtu maisha yake kwa ukilia kunaangalia huyu. Kwani unamjui? Ndio sikia na kumuona. Tunafara. What? Kama mbele usikize nene. Endelea. Bwana akasema, hakika nimeyaona mateso ya watu wangu. Nimeyaona Musa mateso ya watu wangu walioko Misri. Atukuze faraja zaidi. Sasa unaona hiyo point. Kama amewaona, kwa nini wakomboa tu bila Musa? Ndio sosi hapo. Kama amewaona, kwa nini wakomboe tu? Paka tena ndio kumtafuta Musa wa nini? Hakika nimeona mateso ya watu wangu Misri. Endelea. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Maana nayajua mambo yao. Nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Wewe kule simamiwa na Roma, kwa simamiwa na Anglikana, kwa simamiwa na Gospel, hukupokea chochote kutoka kwa Mungu. Okay? Au unaongea Mungu? Nimeyasikia. Hebu leo sentence. Again. Nami nimekisikia kilio chao. Usikize vizuri hapo. Usiangalie mtu, umesikia hapo. Naomba usome. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Nami nimekisikia kilio chao kwa sababu ya wasimamizi wao. Atukuze faraja zaidi. Nimekisikia kilio chao. Huyo anayeambiwa ni Musa. Kwa hiyo Musa anakama na mbembeleza fulani Mungu, anambembeleza Musa, anambembeleza Musa. Ili Musa akubali, aachie roho, ili Mungu akae ndani ya Musa. Ili Mungu ndani ya Musa akakomboa wana wa Israeli. Maana wale wana wa Israeli
kwa Mungu wa mfalme Zumaridi. Nimesikia kilio chao. Sasa anawaponyaje? Kasikia, lakini anashindwa kuwafungua. Wale wasimamizi wao wasimamia kule hawana connection na Mungu. Ndio maana Mungu akamtokea Musa ili Musa awe na connection na Mungu, awakomboe wale. Ila wale wasimamizi hawana connection na Mungu. Ndio maana Mungu inua Musa ili Musa awe na connection na Mungu, awakomboe wana wa Israeli. Haleluya! Unasupa connection. Kwa hiyo Mungu anateua mtu kisha anamwekea mamlaka, kisha kupitia mtu anafunguliwa. Kwa hiyo wale wana wa Israeli walikuwa chini ya Farao, si ndio? Tumishi wa Mungu walikuwa chini ya viongozi wengine wasiokuwa na Mungu ndani. Kwa nini Mungu asiwaguse kupitia wale viongozi? Kwa nini akatafuta tena Musa, akamtokea Musa kwa kijiti, kwa sauti, kwa moto? Kwa nini? Ili Musa tu akubali, ili aanze kutumika. Kwa nini Mungu asingewatumia wale viongozi? Maana wana wa Israeli si kwamba walikuwa hawana wasimamizi, walikuwa na viongozi waliokuwa wanaongoza, lakini wale viongozi walikuwa hawana connection na Mungu. Ndio maana wao wana wa Israeli wakapigika magonjwa, wakapigika laana, vipande vinatua, shetani akawafunga, shetani akaona kama danguo takataka. Ni kama wao walivyofanywa na Ibilisi. Kabla hujapata mtu mwenye connection na Mungu, wana wa Israeli walipata shida kipindi hawajakutana na Mungu kupitia Musa. Ndio maana Mungu akamwangamiza Musa. Kwa nini Mungu anamwangamiza Musa kati ya wenyewe na viongozi wao? Kwa nini Mungu anamwangamiza Musa, anamtoa kwa sauti, kwa moto, kwa malaika? Kwa nini? Wakati wale wa Israeli walikuwa na viongozi wao wanaongoza. Kwa nini Mungu asiwatokee wale viongozi, asikende na wale viongozi wa kuokoa wana wa Israeli? Kwa nini akachagua mtu mmoja ambaye ni Musa? Kwa nini akamtokea Musa kwa mara nyingi ili awakomboe wana wa Israeli? Jiulize akilini, tumishi wa Mungu. Ili wewe leo ulivyonyanyaswa na shetani na ulikuwa chini ya wasimamizi, ulikuwa chini ya viongozi, ulipila mpaka sakramenti na achani kufanya wanachotaka, ulifanya mambo mengi, majumuiya ulifanya, ulikuwa chini ya wasimamizi. Tena ulikuwa mwaminifu, tena upiti na jumuiya na msaada wako. Msaada na kwako na wachama na kwako, yote vinafanya kazi gani? Umebatizwa mara 6. Kanisa batizwa, Sabato batizwa, Ngikana batizwa, Roma batizwa, Koto batizwa. Lakini pale na shetani anakuja kubatiza tena magonjwa, mikosi, laana, batizo na batizo, anashtari kubatiza ya kwake. Atukuze mfalme Zumaridi. Amen. Kwa nini niko hapa? Kwa nini Mungu amwambie nimeona machozi ya wana wa Israeli kwa sababu ya wasimamizi wao? Maana wasimamizi wao hawampendezi Mungu. Ndio maana Mungu akaona watoto wangu wanapotea, akaona ngoja nimuinue Musa ili wana wa Israeli wapate ushiba kupitia Musa. Hawa wasimamizi hamna. Mimi ni Mungu, sijakaa ndani yao wala simo ndani yao. Ndio kamuinua mtumishi wa Mungu Musa. Endelea. Maana najua maumivu yao. Nimeyajua maumivu yao. Mateso yao nayafahamu. Wanalogwa vipande usiku na mchana. Usiku kucha walali, wamenyima usingizi. Kwa Mungu akawachungulia, akaona mateso wanapata. Shida tupu. Kulogwa, magonjwa, mikosi, laana. Nani anawakilisha? Nani anawakilisha kwa Mungu? Wengine ugonjwa
Nani wewe asiyepata ulinzi? Umeokoka ukiwa na ndoa yako na haribikia ndoa kanisani. Umeokoka ukiwa una amani umenenepa, unaenda kuombea kanisani. Mungu akamwambia Musa, nimewaona machozi yao na mateso yao kwa sababu ya wasimamizi wao. Hawa wasimamizi hawafanyi, nami nimeona wanapotezwa. Wanangu, Musa kubali nikutume. Fua viatu hivyo Musa. Fua tabia zote za kishetani Musa. Musa acha uzinzi Musa. Musa acha uongo. Musa simamia karama yako. Nikaombea wana wa Israeli wa mimi Mungu anione. Musa usichezee karama. Wana wa Israeli wanalia. Tazama jinsi wao wanavyodanganywa. Ona wanavyodanganywa Musa. Nami nimeweka ndani karama lakini kama usimamii. Simamia karama yako Musa, nikaombea wana wa Israeli wamjue Mungu. Ona wanavyodanganywa na wasimamizi. Wasimamizi ni waongo, watafuta pesa. Hawana nguvu ya Mungu, nguvu yangu ndani yao. Musa nielewe. Ndio ule moto unamtokea unasema. Unamtokea leo tunaenda kesho atokeza na moto na simamisho na Mungu. Anasimamisha na Mungu akaambia vua viatu sasa nikutumie. Jinsi ilivyo wewe unachezea huduma hapa. Jinsi ilivyo wewe unembeleza na Mungu kila siku. Umetabizwa karama unataka. Tumika watumika unataka. Si nini huduma ingia maji. Si nini huduma kusimami. Wakati kuna watu wamesimamiwa na watu ambao wana Mungu. Kuna watu wanaoteseka. Kuna watu wenye magonjwa. Kuna watu Bugando melala. Hawajiwezi chochote. Lakini ule si mpango wa Mungu. Ile ni vipande. Ni mpango wa shetani. Nani awakomboe? Wana kepewa karamu na acha. Fua viatu vyako Musa. Ingia hapa patakatifu nikutumie. Uende ukakomboe wana wa Israeli. Watoke utumwani. Huo ni utumwa. Wanasimamiwa na mtu ambaye ni Mungu, sijamtuma. Farao. Sasa wewe kujiuliza wewe mwenye karama. Uliye kabisa na Mungu huduma. Sasa jiulize kama hiyo karama unatendea haki. Why? Maana anayajua maumivu yao. Najua mimi Mungu maumivu ya wana wa Israeli. Mungu aliona mateso yako. Kama si mimi kusimama au singekombolewa vichwa kweli. Kama sio mimi kubali maumivu yote, kubali majaribu. Wao usingejua kweli ya Mungu. Wewe ni pumziko ulipata, leo usingelipata ni pumziko ulionao leo. Hii amani ulionao leo usingelipata. Ungekuwa mtu majionzi usiku na mchana, majionzi kilio usiku na mchana. Sasa leo Mungu amekuletea mkombozi ambaye ni mfano usimamini. Mungu ndani yake amekupumzisha na wewe basi achao yako. Mungu kama leo ndani yako itende kazi na wewe kupumzisha wengine kama jinsi ulivyopumzika. Sema mimi na kanisa zima tumeisha. Amen. Wenzako wamepumzika, wamepumzika. Wenzako mpaka sasa wanalia. Na tayari Mungu ameweka karama ndani ya mwili wako. Ndani ya moyo wako. Na Mungu anataka kutoa wewe. Musa alikuwa ni mtoto wa Ibrahim. Kama leo wewe ni mtoto wa Ismaili. Kama Mungu akataka kila Ibrahim alichokipanda ndani ya Musa kifanye kazi. Kiokoe wana wa Israeli. Kiwatoe jangwani. Na nini nilichokipanda ndani yako na kitaka. Kiokoe watu. Kiwatoe jangwani wanadamu. Wapate kufunguliwa. Wapate kuwa huru katika maisha yao. Ndio malizie mtumishi wa Mungu. Amen. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Kashuka ndani ya Musa. Nami nimeshuka niwaokoe na mikono ya Wamisri.
Hebu rudi kipengele. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nimeshuka niwaokoe wana wa Israeli mikono ya Misri. Wewe umeshinda sisi. Basi kuna ngazi ipata hapo. Simama hapo. Ifanye na sisi afika hapo mbele. Tusaidie kuona. Rudia. Nami nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Nimeshuka ili niwaokoe na mikono ya Wamisri. Kashuka ameangalia kuamsha. Anataka msafungue roho. Akana ni amsa. Akamara na mikono ya Wamisri. Sasa na leo Mungu ameshuka ndani ya mfalme Israeli. Na wewe amekuwekea tayari kitu kimo ndani yako. Kimeweka makao. Lakini hakifanyi kazi. Mungu anataka okoe dunia. Watu wamesimamiwa na watu watafuta pesa. Watu wamesimamiwa na matapeli. Watu wamesimamiwa na waongo. Wako chini ya majambazi. Wako chini ya waongo. Wako chini ya matapeli. Kuna Mungu ndani. Yani usanii. Wako chini ya wasanii. Huo wote watika kukombolewa na nani? Wako chini ya magaidi. Tapeli wa kiroho. Majambazi wa kiroho. Wachawi wa kiroho. Wanaomba roho za watu. Na kwa damu na mimi na Mungu. Kumbe ana shetani. Mungu kumbe ana Mungu. Sasa wale watu wote walioko chini ya nani akomboe? Nani akomboe? Nani akomboe mwana? Mungu alikuita kwa jina lako. Tena anakuweka huru. Iko na kanisa sabini mzima. Huna cha kumlipa Mungu zaidi ya kumtumikia. Hatungempa gari haitoshi. Hatungempa nyumba ya hapa ghorofa. Baba ingia ukayo. Haitoshi. Kwa magonjwa aliyokuwa nayo. Na leo umepumzishwa. Cha kumlipa Mungu kikubwa ni kumtumikia kwa roho na kweli. Watu ni shida kama wewe wapumziki kupitia wewe mwenyewe moyo wako. Vua viatu sasa. Maana naona mnapata muda hapa Biblia. Vua viatu vyako. Hili eneo ni takatifu. Hili eneo limeteuliwa na Mungu. Aliyoko hapa ni Shamaiki ni Mungu ndani ya Bwana. Hili eneo limejaa uwepo na utukufu wa Mungu. Hili eneo limejaa uwepo wa Mungu. Wala si eneo la kibinadamu. Wala si eneo la kibinadamu. Wala si eneo kama jinsi unafikiri wewe. Hili ni eneo la Mungu mwenyewe. Wewe uliona katika mazingira haya. Umefunguliwa. Unajisikiaje wewe kuponywa kwa free? Na kuna ugonjwa unaolia. Kuna watu wanafanya msukule usiku na mchana na shetani. Unafurahi wewe? Tayari Mungu amepanda kama ndani yako. Kuwakomboa kwenye mateso kama haya. Kaweka ndani yako nabii. Kutabiria wanadamu. Kaweka ndani yako injilisti. Kaweka ndani yako ponyaji kuombea watu kufunguliwa. Je, hilo swali walijua? Hilo swali unalijua? Mungu alimwambia msafiri viatu. Msali kwa chini ya Ibrahim. Ndio maana Mungu alimwambia, mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim. Ndiyo nasema na wewe. Mimi ni Mungu wa baba yako Ibrahim. Ndiyo nasema na wewe Musa.
wana wa Israeli, maana wasimamizi wao ni Mungu sipatewa, nami nataka wewe kuwasimamie, watoe katika mkono wa Misri, waweke katika mkono wangu mimi Mungu. Jiulize, usije ukaingia hukumuni. Namshukuru Mungu kwa sababu nakumbushwa ngali bado kwa hai. Ukipata roho utaondoka na pigo ya ajabu sana ile kabisa kana. Sababu huduma hiyo ambayo Mungu amekupa hauoni kama ya samani kwako, ni ya samani. Kwa sababu wapo watu ni mateso ambayo huduma inawafungua. Wapo watu ambao wanalia, ambapo utaita ambacho Mungu amekipanda ndani yako kingeweka watu huru. Wapo watu wanalia na mapepo yanafunga magonjwa. Magonjwa yamefunga uzazi, yamefunga fahamu, vichaa kama hao. Wapo watu wengi sana chini ya jua wenye mateso. Ndio maana Mungu alimwambia Musa wakati ule, sio huyu aliyeko ni mfalme Ismaili, ule aliyeko ni Musa, alikuwa ni Musa na wengine na wengine. Ndio Mungu akamwambia Musa, vua viatu tuelewane, usifike hapa nilipo mimi. Sikilizaje? Vua hivyo viatu. Bwana Musa alikuwa ni mtumishi, alikuwa anaongoza kilima jangwa. Mtumishi wake alikuwa hajaujweka haja, hakuwa serious. Alikuwa ni mradi mtumishi, mimi ni mtumishi wa Mungu, lakini ule mtumishi ulikuja ndani ya roho, ulikuwa ndani ya moyo. Kama wewe Mungu ndani ya mfalme alikuhurumia na akaumia na akaugua na akakufungua, na leo kuhuru unashika bango na mahilo funguliwa. Wapo watu wanatamani kushika bango kupitia ule shika bango. Wapo watu wanatamani washike bango. Kama wewe umefunguliwa, leo unashika bango tukuja mfalme wa falme unapona hiki. Wapo watu wanatamani washike bango kupitia mwili wako wote shika bango. Kuzo ainuliwe mfalme Ismaili, mamlaka ya Bwana Mungu chini ya jua. Mpenzi mtazamaji wa Zumari News TV, mwendelea kutazama moja kwa moja kutoka hapa Isenyamagana, Mwanza, Tanzania. Kipindi cha The Sunday kwa siku ya leo hakina la ziada. Endelea kutazama vipindi mbalimbali vya Zumari News TV kupitia youtube.com/zumarinews.tv au katika ukurasa wa Facebook wa Zumari News TV. Na pia unaweza kutembelea www.zumarinewstv.blogspot.com na ukaweza kuvipata vipindi hivyo. Ila pia ni kusimtumishi wa Mungu, sikiliza vipindi mbalimbali vya Zumari News Radio kupitia spreaker.com/zumarinews.radio au katika ukurasa wa Facebook wa Zumari News Radio. Unaweza wasiliana nasi kwa kutuandikia email kupitia zumarinews.info@yahoo.com. Ili pia wasiliana nasi kwa kutupigia simu kwa alama kujumlisha kisha 255 au kwa alama kujumlisha kisha 255 ili pia wasiliana kwa kutumia WhatsApp ukianza alama kujumlisha kisha 255 Amani na upendo wa Mfalme Ismaili hivyo pamoja nasi. Ulikuwa nami Yohana Gervasi, na kutakia siku njema na kwaheri.